Wapenda katika Kristo, asubuhi. Poleni sana. Nimechelewa leo. Lakini nilipata shida ya pancha ya gari. Sio shida kwa asili. Samehe. Leo ni Jumapili ya 4 katika mwaka wa kawaida. Tuna tafakari kuhusu heri au seti ya sheria, kanuni za maadili tulizopewa na Yesu. Heri atuita kwenye viwango vya maadili na utakatifu. Wale wanaoishi kulingana na maagizo haya ya kimungu wamebarikiwa kupita kiasi. Ingawa thawabu ni kubwa, ndivyo vilivyo mahitaji umaskini wa kiroho, huzuni takatifu, mpole, kutamani haki, moyo wenye huruma, usafi, kufanya amani na uvumilivu wa subira wakati wa mateso. Hizi ni maisha ya juu na ya kina ya maadili ambayo hayaonekani kwa mfumo wa maisha wa kidunia. Katika misa hii tuombe kwamba Mungu atuinue na atupe neema yake ili tupate furaha ya kweli ya maisha. Katika misa hii pia tunamtolea Mungu nia zetu zote kwa ajili ya wafadhili wetu na familia na marafiki zetu. Mungu atusikie na atujibu. Ndugu zangu, la kwanza katika maneno yanayotangulia somo hili, nabii anatabiri kwamba siku ya hukumu na ghadhabu ni karibu. Nabii anawaonya wachache waliomcha Bwana na anafikiria kuwa Mungu ataacha kuadhibu sababu ya uchaji wao. Pia huonekana ugumu wa matajiri katika kumwelekea Mungu. Ni somo katika kitabu cha nabii Sefania sura ya 2 aya ya 3, tena sura ya 3 aya ya 12 hadi aya ya 13. Mtafuteni Bwana, enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Lakini nitasaza ndani yako watu walioonewa na maskini, nao watalitumainia jina la Bwana. Mabaki ya Israeli hawatatenda uovu wala kusema uongo, wala ulimi wa hadaa hautaonekana kinywani mwao, kwa maana watakula na kulala, wala hapana mtu atakaye waogofya. Neno la Bwana. tumshukuru Mungu.
wa taifa la Mungu katika Agano la Kale na Jipya ni uthabiti kwamba Mungu anaunda taifa lake kutoka watu wa kawaida. Sisi katika Ukristo wetu hatuna lolote la kujivunia kama stahili tulilolipata kwa nguvu zetu, bali kufanywa kwetu wa Kristo ni neema pekee ya Mungu. Ni somo katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya kwanza aya ya 26 hadi aya ya 31. Ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyopo. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye nyinyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanya kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Neno la Bwana. Shukuru Mungu. Somo la Injili. Maelezo ya somo hili ni juu ya nani awezaye kuingia ufalme wa Mungu. Watu wamtegemeao Mungu katika yote ni wale wanaotia jitihada yao yote katika kuleta haki na amani hapa duniani. Ni Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya kwanza hadi aya ya 12a. Tusimame wote kwa mashangilio. Haleluya.
katika maono ya kina na mara nyingi ya kushangaza kuhusu maana ya kuwa na furaha ya kweli machoni pa Mungu. Ni wazi kila mwanadamu ana matamanio ya asili ya kuwa na furaha. Lakini ni aina gani ya furaha ambayo watu wanataka kweli? Mara nyingi tunatamani vitu vizuri vya maisha kama vile utajiri, nguvu, raha, wingi na kadhalika. Lakini je, mambo haya tufanya tuwe na furaha kweli? Kwanza, Nabii Sefania katika somo la kwanza anatuita kutafuta unyenyekevu na haki. Anasema, tafuteni Bwana enyi nyote wanyenyekevu wa nchi, mnaozishika amri zake. Usomaji huu unatuhakikishia kwamba Mungu atawarejesha mabaki waaminifu wale ambao labda wanaonekana dhaifu au sio na umuhimu wa viwango vya kidunia, lakini wanaoshikilia njia ya Bwana. Ni ukumbusho kwamba machoni pa Mungu wanyenyekevu ni wa thamani, lakini machoni pa wanadamu hawa haitwa waliopotea. Mara nyingi watu hawaona wakuu hao wenye nguvu kama wakuu. Tutendeane na kuheshimiana kwa sababu sote ni wakubwa machoni pa Mungu. Katika usomaji wetu wa Injili ya leo, Yesu anatufundisha kuhusu heri ambayo ina maana ya baraka au furaha. Yesu alipoona wakutano walipanda mlima, akaketi hapo, akajiunga na wanafunzi wake. Kisha akaanza kusema, hivi ndivyo alivyowafundisha: heri walio maskini wa roho, ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio wapole, hao watamiliki dunia kuwa urithi wao. Heri walioomboleza, hao watafarijika. Ujumbe wa heri ambazo Yesu anatangaza katika Injili na ambayo huona moyo wa tafakari ya leo, geuza maadili ya kidunia chini na kuweka maadili ya ufalme kama chanzo cha kweli. Barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto inaeleza jambo kama hilo kwa kutukumbusha kwamba Mungu huchagua kile ambacho ulimwengu nakiita kipumbavu, dhaifu na kinyenyekevu, ili kuwaibisha wenye nguvu na wenye hekima. Kwa nini? Kwa sababu hekima ya Mungu si hekima ya dunia. Njia za Mungu hufunua nguvu ya neema na nguvu ya mabadiliko inayopatikana kwa walio dhaifu na wenyekevu. Paulo anaandika, lakini Mungu alichagua kile ambacho ni kipumbavu dunia ili kuwaibisha wenye hekima. Mungu alichagua kile ambacho ni dhaifu duniani ili kuwaibisha wenye nguvu. Hii inatuita kuamini hekima ya Mungu badala ya mafanikio au hadi ya wanadamu. Leo hebu tuione hekima ya wanadamu kama isiyolingana na hekima ya Mungu, kwa sababu hekima ya wanadamu inatunyima furaha ya kweli machoni pa Mungu. Yesu anachotufundisha ni kwamba maadili ya ufalme wa Mungu sio kuhusu nguvu, mali
au maarufu, bali kuhusu kutegemea Mungu, huruma, unyenyekevu na uaminifu hata kupitia majaribu. Ujumbe huu wa heri inamaanisha nini kwetu leo? Inamaanisha kwamba ikiwa kulingana na Yesu maskini wa roho wamebarikiwa, basi ni lazima tutambue maskini wetu wa kiroho na kukubali kwamba hatuwezi kufanya kila kitu peke yetu na kwamba tunahitaji msaada wa Mungu. Ni katika hatua hii tu ndipo Mungu anaweza kutujaza neema yake na furaha ya kweli. Pili, kuomboleza si kuhusu huzuni tu, bali kuhusu toba ya dhati na huruma kwa ajili ya kuvunjika kwetu na duniani. Tuomboleze dhaifu wetu na tujitahidi kubadilika kutoka humo kwa kwenda kukiri na kufanya upatanisho wa kweli kwa ajili ya dhambi zetu. Zaidi ya hayo, unyenyekevu na upole ni nguvu inayodhibitiwa. Kwa upole na uvumilivu kwa wengine ni muhimu kwa tabia halisi ya Kikristo ya maisha, badala ya kuwa kali au kujisifu. Wengi wetu hujivunia sana utajiri wetu. Wenye upole waliahidiwa ufalme wa Mungu. Utuonyeshe njia za upole na utulivu ili kuishi kwa mapatano na amani. Bwana, tunakuomba. Bwana Mungu, wenye huruma watapata huruma ya Mungu. Ufundishe njia za huruma ili tufanye maisha ya watu yawe ya kupendeza zaidi. Bwana, tunakuomba. Bwana Mungu, wapatanishi watajaliwa amani ya Mungu inayopita kila aina ya heri. Utusaidie kutafuta amani na kuitetea tunapoona inavunjika. Bwana, tunakuomba.